Huenda ikawa umekata tamaa katika maisha. Huenda ikawa unaona kwamba maisha yamekufika mwisho. Unaona kwamba hauwezi faulu au huwezi fika mbali. Nataka nikwambie una uwezo wa kufika mbali. Ni wewe mwenyewe usijikatie tamaa. Pia mimi kuna kipindi nilikuwa nimejikatia tamaa, nilikuwa ni mtu wa kulia na kuhuzunika. Nikiona kwamba Mungu ni kama ameniacha, ni kama anipendi. Wengine mbona wanafanikiwa, lakini mbona mimi sifanikiwi, mbona mimi sifiki. Lakini kumbe Mungu ana mpango na maisha yangu. Ndio hivyo nataka nikutie moyo wewe ambao umekata tamaa, wewe ni binti au kijana au ni mtu yeyote ambao umejikatia tamaa. Unaona ni kama Mungu amekuacha, unaona ni kama Mungu hana mpango wa kukubariki. Nataka nikupe changamoto nikwambia kwamba inawezekana. Mtumainie tu yeye, eka tumaini lako kwake peke yake. Yeye ana uwezo wa kukubadilisha. Yeye ana uwezo wa kukufanya ukawa mtu mwingine mpya. Tazama matendo yako, uende ikawa ni mtu wa kunungunika, ni mtu wa uchungu, ni mtu wa hasira, ni mtu ambao unataka makuu, lakini kumbuka Mungu naye hapendi mtu ambaye analalamika au kunungunika zaidi. Lakini amesema sote tumepungukiwa na sote tumetenda dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Hakuna mtu ambaye amekamilika, lakini unaangalia ni wapi ambapo ulikosea. Usiseme kwamba Mungu amekuacha, hapana. Mungu hajawahi kutuacha. Mungu wetu anatupenda sana. Hajawahi kutuacha. Kwa hivyo usijikatie tamaa. Usijikatie tamaa katika maisha haya. Pambana, fanya bidii. Na usijihusishe kwa vitu ambavyo vitakufanya upoteze lengo ambalo uko nalo katika maisha kwa kuona kwamba hauwezi kufika. Unaweza jikatia tamaa, unaweza sema ya kwamba mimi mali nimefika, wenzangu wameshaolewa, wengine washapata makazi, mimi bado sijapata nahangaika. Lakini wacha nikwambie, wewe ukizidi kumtulia na kuzidi kumtumainia Mungu, kazi yako inakuja. Na wewe unayetamani sana, unaona kwamba wengine washapata mtoto. Mimi mali niko, wenzangu wale wote nilisoma nao, wale wote niliokuwa nao, wote wameolewa, wote wako na maisha mazuri, wako na mapato, wako na watoto wao, wako na maisha. Lakini mimi niko hapa. Kwa nini? Kwa sababu ninajua kwamba hizo sio mwisho wa maisha. Ninajua mwisho wa maisha ni kuwa na Kristo. Ukiwa na Kristo, ukiwa ndani ya Kristo, yote yanawezekana. Kwa hivyo mpendwa, mahali ulipo, kama unajiona kwamba Mungu ni kama amekuacha, mimi nakuja kukuambia kwamba Mungu hajakuacha. Mungu hajakuacha. Mimi mali nimefika ni Mungu.